Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Maonesho ya kimataifa ya sekta ya data kuanza katika mkoa wa Guizhou kusini magharibi mwa China. Reli ya Tazara na Zambia yatimiza miaka 50 huku ikiendelea kuimarisha biashara ya kikanda. Na sekta ya roboti China yashika kasi huku ubunifu ukiongezeka. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na zaidi ya wageni 16,000 wanatarajiwa kushiriki maonyesho ya kimataifa ya teknolojia nchini China yatakayofanyika mjini Guiyang katika mkoa wa Guizhou. Tukio hilo la siku 3 litaangazia matumizi ya data na akili bandia katika kuendeleza biashara na huduma mbalimbali. Simiyu Wanjala anatueleza zaidi. Maonesho haya yataanza Ijumaa na yameandaliwa na utawala wa kitaifa wa data wa China. Waandaji wanasema maandalizi yote yamekamilika huku kampuni 372 kutoka China na mataifa mengine zikithibitisha kushiriki. Maonesho haya yataonyesha teknolojia mbalimbali zinazohusiana na ukusanyaji, matumizi na ulinzi wa data. Halikadhalika kutakuwa na maonyesho yanayoonyesha jinsi teknolojia za kidijitali na akili bandia zinavyotumika katika sekta za utalii, michezo, utamaduni na biashara. Kwa mara ya kwanza kutakuwa pia na eneo maalum litakaloonyesha matumizi ya akili bandia inayoweza kuingiliana na mazingira halisi, ikiwemo teknolojia zinazoweza kusaidia mashine na roboti kufanya kazi kwa njia inayofanana zaidi na binadamu. Kwa mujibu wa utawala wa kitaifa wa data, jumla ya shughuli 89 zitafanyika wakati wa maonesho haya. Shughuli hizi zitajumuisha mikutano ya kibiashara, majadiliano ya wataalamu na maonyesho ya teknolojia mpya. Waandaaji pia wanatarajia kutangaza mafanikio 87 muhimu pamoja na viwango vipya vya sekta na mifano ya matumizi bora ya data. China imesema uwezo wake wa kompyuta unaotumia akili bandia umefikia kiwango kikubwa, huku vituo 8 vya kitaifa vya kompyuta vikichangia zaidi ya 80% ya uwezo huo. Aidha, kufikia Juni mwaka huu, China ilikuwa imeunda zaidi ya seti za data zenye ubora wa juu 1120 zikiwa na jumla ya zaidi ya petabytes 1565 za taarifa. Maonesho haya yanatarajiwa kutoa jukwaa kwa kampuni na wataalamu kutoka China na mataifa mengine kuonyesha teknolojia mpya na kujadili namna data na akili bandia zinavyoweza kutumika kukuza uchumi wa kidijitali. Reli ya Tanzania na Zambia Tazara, ambayo hivi karibuni imetimiza miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli zake za kibiashara, imeendelea kuwa njia muhimu ya usafirishaji inayochochea biashara katika ukanda wa Afrika. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Reli hiyo yenye urefu wa kilomita 1860 ilijengwa kati ya mwaka 1970 na 75 kwa kutumia mkopo usio na riba kutoka China. Inaunganisha bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania na Kapiri Mposhi nchini Zambia. Katika kituo cha reli cha Dar es Salaam kumeandaliwa maonyesho ya picha yanayoonyesha kumbukumbu za zaidi ya nusu karne zilizopita, wakati ambapo wajenzi kutoka China na Afrika walifanya kazi pamoja. Maonyesho hayo pia yanatoa heshima kwa marafiki wa China waliofika kutoka mbali kushiriki katika ujenzi wa reli hiyo. This rail line, which started operation in 1976, contributed a lot in development of various towns and cities in Tanzania. It passes through the areas where there is no other means of transport. It helped to move beside the domestic traffic, the traffic from neighboring country like Zambia, DRC, and there was time we moved cargo from South Africa and Zimbabwe. Mbali na kuchochea maendeleo ya kiuchumi barani Afrika, mradi huo umekuwa pia kichocheo cha kukuza wataalamu wa ndani kupitia mafunzo ya ufundi, ushirikiano katika elimu ya juu na programu za mafunzo ya vitendo vya kiufundi. I'm here for learning about this to increasing my knowledge skills concern about this operation found in rail transportation, and my future ambition, I want to be someone biggest knowledge concern about this movement of transportation to the world. These area sectors are more wider to the world. Most of the people
like or engage to transport and be familiarities by using this transportation. Shirika la China Railway Construction Company CRCC kupitia kampuni yake tanzu ya China Civil Engineering Construction Corporation yani CCECC ilianza mradi wa kufufua na kuboresha reli hiyo mwezi Novemba mwaka jana. Mradi huo unalenga kuibadilisha Tazara kuwa ukanda mpya wa maendeleo ya kiuchumi kupitia maboresho ya kisasa yanayotumia suluhisho, teknolojia na viwango vya China. It is an important logistical link which will be used to transport the materials and the commodities. Currently, Tazara is under concession, and the Chinese company CCCC is going to operate this railway. New wagons are coming, new locomotives are coming. The efficiency will going to be improved. So the cooperation between China and Tanzania, and to be precise for Tazara, is beneficial and something which we need to uphold and praise. Tangu Mei mosi mwaka huu, China imetekeleza kikamilifu sera ya kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo ina uhusiano wa kidiplomasia nazo. Hatua hiyo imefungua fursa zaidi kwa bidhaa za kipekee kutoka Afrika kuingia katika soko la China. Na kwingineko, sekta ya roboti nchini China imepata ukuaji mkubwa katika nusu ya kwanza mwaka huu, huku mapato ya kampuni kubwa yakiongezeka kwa 24.5%. Ukuaji huo unachochewa na ubunifu na matumizi mapana ya roboti katika sekta mbalimbali. Tom Njala anatueleza zaidi. Sekta ya roboti nchini China inaingia katika hatua mpya ya ukuaji, huku kampuni kubwa zikirekodi mapato ya yuani bilioni 165.5 ambazo ni sawa na takribani dola za Marekani bilioni 24.6. Huko Beijing, roboti zinafundishwa kufanya kazi hatarishi kwenye nyaya za umeme zenye msongo mkubwa pamoja na kuendesha vifaa vya umeme. Jiji hilo linachunguza takriban mazingira 300 ya matumizi ya roboti zenye uwezo wa kutambua na kutenda katika mazingira halisi. Huko Shenzhen, kampuni zinaweza kubadilisha muundo wa roboti kuwa mfano halisi uliotengenezwa kwa teknolojia ya 3D ndani ya saa 72. We have built up expertise in both hardware and algorithms, and today that is really bearing fruit. When it comes to 0 to 1 innovation, we hope we can do it at a globally leading level. Hivi sasa China inaongoza duniani kwa uzalishaji wa roboti, huku maombi yake ya mwaka 2024 yakichangia takriban theluthi mbili ya jumla duniani. Nchi hiyo pia imekuwa soko kubwa zaidi la roboti za viwandani duniani kwa miaka 13 mfululizo. Mwaka jana, mauzo ya nje ya roboti za viwandani yaliongezeka kwa 48.7%. Serikali ya China sasa inalenga kubaini zaidi ya matumizi 100 yenye thamani kubwa kwa roboti na kutengeneza na kusambaza zaidi ya roboti 10,000 kwa matumizi hayo. China itatumia mpango 15 wa miaka 5 unaohusisha kipindi cha mwaka huu hadi mwaka 2030 kupanua miundombinu ya usafiri nchini humo na kuendeleza usafiri wenye teknolojia ya kisasa zaidi na unaozingatia mazingira, afisa wa Wizara ya Uchukuzi alisema siku ya Jumatano. Hamis Darwish anatueleza zaidi. Vipaumbele hivyo viliainishwa wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya siku 3 ya 18 ya kimataifa ya teknolojia na vifaa vya uchukuzi mjini Beijing. Katika mpango uliopita wa miaka 5, China ilikamilisha 91% ya mtandao wa kitaifa wa miundombinu ya usafiri uliopangwa, unaojumuisha njia kuu za barabara, reli na njia za majini. Kwa sasa, China ina karibu kilomita 200,000 za barabara kuu, zaidi ya kilomita 50,000 za reli za mwendokasi, pamoja na kilomita 18,500 za njia za ndani za majini zenye kiwango cha juu. Pia bandari 8 kati ya bandari 10 kubwa zaidi duniani ziko nchini China. Miradi mikubwa pia imeleta maendeleo katika uhandisi wa usafiri, ikiwemo Shenzhen-Zhongshan Link, njia ya usafiri inayounganisha maeneo yaliyotenganishwa na bahari katika mkoa wa Guangdong kusini mwa China, pamoja na mfereji wa Pinglu katika mkoa unaojiendesha wa Guangxi-Zhuang. Maendeleo ya haraka katika akili mnemba au akili bandia AI na teknolojia nyingine za kisasa yanaendelea kubadilisha sekta ya usafiri duniani. Katika kipindi cha 2026 hadi 2030,
China inapanga kubadilisha mfumo wa ukuaji wa sekta hiyo kwa kuzingatia maboresho ya kimuundo, teknolojia za akili na kidijitali, pamoja na maendeleo yanayozingatia mazingira. Soko kubwa la China na mahitaji yake mapana ya matumizi ya teknolojia yatafungua fursa zaidi za kujaribu na kupanua matumizi ya ubunifu mpya katika sekta ya usafiri. Hatua hiyo inaweza kuchochea uvumbuzi wa kiteknolojia na kuvumbua kampuni zenye ushindani mkubwa wa kimataifa katika sekta hiyo. Katika kipindi cha mpango wa miaka 14 wa miaka mitano, serikali kuu ya China iliongeza fedha za maendeleo ya ustawi wa vijijini kwa yuan bilioni 320 ikilinganishwa na kipindi cha mpango wa miaka 13 wa miaka mitano. Kwa maeneo yanayokabiliwa na hatari ya kurejea kwenye umaskini, hatua za msaada hutekelezwa kwanza, huku taratibu za kiutawala zikikamilishwa baadaye. Ronald Mutie anaripoti zaidi. China imepiga hatua kubwa katika kuimarisha mafanikio ya kutokomeza umaskini na kuendeleza ustawi wa maeneo ya vijijini. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa kwenye kikao cha kamati ya kudumu ya bunge la taifa. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa katika kipindi cha miaka mitano ya utekelezaji wa programu za maendeleo, miundombinu na huduma za vijijini kwa umma zimeboreshwa, huku pengo la maendeleo kati ya maeneo yaliyokuwa maskini na maeneo mengine likiendelea kupungua. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wastani wa kipato kinachoweza kutumika kwa mkazi wa vijijini katika maeneo yaliyotoka kwenye umaskini umeongezeka kutoka yuan 12,588 mwaka 2020 hadi yuan 18,627 mwaka uliopita, ikiwa ni sawa na wastani wa ongezeko la 8.2% kwa mwaka. Katika kipindi cha mpango wa 14 wa miaka mitano, serikali kuu iliongeza fedha za maendeleo ya ustawi wa vijijini kwa yuan bilioni 320 ikilinganishwa na kipindi cha mpango wa 13 wa miaka mitano. Kwa maeneo yanayokabiliwa na hatari ya kurejea kwenye umaskini, hatua za msaada hutekelezwa kwanza, huku taratibu za kiutawala zikikamilishwa baadaye. Katika sekta ya afya, China imeanzisha mfumo wa kitaifa wa kufuatilia maeneo yaliyo katika hatari ya kurejea tena kwenye umaskini kutokana na gharama za matibabu. Zaidi ya 99% ya wakazi waliowahi kuwa maskini wanaendelea kunufaika na bima ya msingi ya afya kila mwaka. Serikali pia imeimarisha mifumo ya hifadhi ya jamii ili kuhakikisha wakazi wote wa vijijini wanaostahili wanapata msaada wa kijamii na huduma za dharura. Reli ya Qinghai-Shizang, reli ambayo ni ndefu zaidi duniani iliyo juu kutoka usawa wa bahari, imekuwa mfano wa jinsi China ilivyofanikiwa kuunganisha maendeleo ya usafiri na ulinzi wa mazingira, huku ikichochea ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi katika maeneo ya milimani. Tujiunge na Zakia Pong atufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Reli ya Qinghai na Shizang, reli ndefu zaidi duniani iliyo juu kutoka usawa wa bahari, imechukua nafasi muhimu katika ulinzi wa mfumo tete wa ekolojia katika mlima mirefu. Pia imeleta faida kubwa za kiuchumi na kijamii kwa watu wa huko. Reli hiyo iliyoanza kufanya kazi mwaka 2006 baada ya karibu miongo mitano ya ujenzi, inaunganisha Xining katika mkoa wa Qinghai na Lhasa katika mkoa wa Xizang. Leo abiria wanaweza kufurahia mandhari nzuri wakati treni inavuka paa la dunia. Hata hivyo, kile kilicho nyuma ya mandhari hiyo nzuri ni kujitolea kwa miongo kadhaa kwa wafanyakazi wa reli hiyo. Hii leo, sehemu kubwa ya reli hiyo ni umeme, alama ya uhandisi wa kisasa unaotaka kupatanisha mahitaji ya usafiri na ulinzi wa mazingira. Sehemu za njia zimefanyiwa ukarabati kulinda makazi ya ndege aina ya korongo wenye shingo nyeusi, na katika maeneo kadhaa njia za reli zinainuliwa ili kuruhusu suala la Shizang kutembea katika uwanda bila ya vizuizi. Maofisa wa reli hiyo wanasema ulinzi wa mazingira ni muhimu, lakini sio kipaumbele chao pekee.
Lengo lao kuu ni kutoa huduma salama na ya kutegemeka ambayo inaunganisha jamii za vijijini na kuwahamisha watu kwa usalama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mamilioni ya abiria sasa wanasafiri katika njia hiyo kila mwaka na imekuwa kiungo muhimu cha kiuchumi kwa kanda hiyo. Wafanyakazi na wasafiri wote wanatambua kuwa hatua kama upandaji wa miti na uwekaji wa kingo za mchanga ambazo zinazuia takataka, kuzuia reli, kulinda mazingira na jamii ambazo zinategemea reli hiyo. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, hivi sasa basi ni wakati wa sehemu yetu ya kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia kabisa. Karibu kwa pamoja ili tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第4课，喂，您好。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. 您 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个， Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.找 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个， Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Angalia kwenye sayari. Tumia darubini kutazama sayari. Soma herufi za Kichina kwenye sayari. Kama ukisoma kwa usahihi, unaweza kuendelea kutazama sayari inayofuata. Hebu tuanze kucheza. 您 问 找 回 提 Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.